Nilikuwa naongea na mtu nikimwambia kwamba imani yako inaweza ikakuponya iwepo kwamba una imani ya kutosha mbele za Mungu. Imani inaweza ikasimamisha mambo yako katika mambo usiotingizika. Imani inaweza ikasimamisha huduma wako. Imani inaweza ikasimamisha mambo yako. Na ndiposa nikawa ninaongea na mtu nikasema kwamba kuna watu wanaweza wakaungana ili waweze kukumaliza, na watu wanaweza wakaungana ili wakuharibie maisha yako, na watu wanaweza wakaungana kifamilia, wakaungana kiwarafiki, wakaungana ili ya kwamba maisha yako isiendelee. Lakini imani ulio naye mbele za Mungu inaweza ikakufanya ukaonekana mshindi mkubwa sana mbele za maadui zako. Na hivyo ndivyo nataka niseme ya kwamba katika Biblia kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Paulo. Watu waliungana wakafunga, wakakosa kukula kukunywa, wakafunga ili ya kwamba wakaweze kumwangamiza Paulo. Lakini katika kupitia maandiko Biblia inaniambia kwamba Paulo alikuwa mshindi. Bwana asifiwe sana. Paulo alikuwa mshindi. Paulo alikuwa mshindi. Aliweza kushinda. Maana walipokuwa wanapanga mipango yao kinyume na Paulo, Mungu alipanga kinyume nao. Na hivyo ndivyo nataka niseme na wewe. Na watu ambao wamekuwa wakiniulizia mambo ya crusade, wakiuliza kwamba wengine wameniita reverend, wengine wameniita apostle, wengine wameniita evangelist, wengine wameniita mchungaji. Na yote nataka nikwambia kwamba ni majina tu inapita. Haya ni majina ya ulimwengu. Ile ya kwamba ninaomba jina langu liandikwe katika kitabu cha uzima wa milele. Jina langu liandikwe katika kitabu cha uzima wa milele. Sasa nataka niwaambie kwamba crusade mlioulizia inakuja. Crusade mlioulizia inakuja. Maana wengi wamejua crusade ya United vile ilivyo. Sasa crusade ya United inakuja, na ikuje tu kwa sababu inakuja. Inakuja kuokoa wale ambao wamepotea. Inakuja kuokoa kwa wale ambao wamelemewa. Inakuja kuokoa kwa wale ambao wamekataliwa. Haikuje tu kwa sababu inakuja. Inakuja kwa sababu ya kuokoa. Inakuja kwa sababu ya kuponya. Sasa jitayarishe katika hiyo crusade ukiomba malango zako zafunguliwe, malango zako ziinuliwe, malango zako ili kwamba ukikutana na mimi uweze kuona kwamba malango zako zikifunguliwa. Unaweza ukao unaniona tu nikipita, unaweza tu ukaniona ya kwamba kwa sura, lakini hii ni mwili tu, lakini kilicho ndani mwangu aliye hai ndiye anayejua. Kilicho ndani mwangu ni Yesu Kristo, ndiye anayejua kila alichoweka ndani mwangu. Sasa unaweza ukanitazama kimaumbile, unaweza ukanitazama kimwili, lakini kilicho ndani mwangu kinaweza kukuponya. Kilicho ndani mwangu kinaweza kikakuweka viwango vingine. Kilicho ndani mwangu kinaweza kikakuletea amani. Sasa jitayarisha katika hiyo crusade ukiomba. Ombea hiyo crusade inakuja. Ombea hiyo crusade inakuja. Tuko tunaomba kufunga na kuomba. Kuna watu ambaye walikusanyika. Kama crusade ya last year, watu walikusanyika, watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wa maeneo haya walikusanyika. Siwezi kuwataja Yohani, na siwezi kuwataja kwa majina. Walikusanyika baada ya kufanya crusade Jumapili jioni. Nikimaliza crusade walienda wakakusanyika saa 11. Walikuwa wameshikana mikono saa 12. Wameshikana mikono kwa ajili ya kufunga yale maombi nilikuwa nayo mahali pale. Walienda kufunga ili watawanyishe. Nataka nikwambia kwamba hata kwa Paulo waliapa wakafunga. Waliapa kwa Paulo wakafunga, lakini haikuwezekana. Na iwepo unaapa ukifunga ya kwamba United haitaendelea, nataka nikwambia kwamba United si yangu, United ni ya Mungu. Mungu ndiye aliyeleta shirika hili. Mungu ndiye aliyepeana maono ya hili shirika. Sasa United sio yangu. Unaweza ukahapa lifungwe, unaweza ukahapa lididimie, unaweza ukahapa ya kwamba halitaendelea. Na United ndilo limekuja kukomboa maisha yako. Huenda ndilo limekuja kukomboa uhai wako. Huenda ndilo limekuja kukomboa familia yako. Huenda ndiyo imekuja kukomboa maisha yako. Sasa unaweza ukahapa vitu ambao unahapa ukajipata ya kwamba umeingia mashakani. Sasa hao watumishi wa Mungu walienda wakakusanyika. Walipokusanyika waliapa, wakaongea mambo yao, wakahapa, wakasema ya kwamba kanisa halitakuwa hapa, ama hii huduma haitaendelea, ama hizi mikutano hazitaendelea. Nataka nikwambia kwamba kile Mungu amejipitisha hakuna mwanadamu. Kile Mungu amejipitisha hakuna mwanadamu yoyote atakayepinga.
kile Mungu amejipitisha. Nataka nikwambia kwamba mimi si wale watu ambao wameenda Nigeria kuchukua miungu. Mimi si wale watu wameenda Tanzania kuchukua miungu. Mimi si wale watu wameenda Uganda kuchukua miungu. Namtegemea Yesu Kristo aliye hai. Namtegemea Yesu Kristo aliye hai, aliyenipa maono ya huduma huu. Na hivyo ndivyo nataka nikwambie leo, wapoteza muda wako kwa ajili ya kwenda kufunga kuangamiza kanisa la Mungu. Wapoteza wakati wako kwenda kufunga kuangamiza kanisa la Mungu. Na hivyo ndivyo nataka nikwambie ya kwamba kama bado niko hai, Mungu amenipa uhai, nataka nikwambie kwamba ili shirika ama ili kanisa linaenda kuokoa watu ambayo wasiojiweza, linaenda kukomboa uhai wa watu, linaenda kukomboa watu. Sasa nataka nikwambie kwamba baada ya kutoka crusade hiyo niliokoa mioyo za watu 35 niliokoa, na wakaokolewa, wakakubali kumtafuta Yesu Kristo. Sasa wewe ambao unashindana na kazi ya Mungu, unafanya kazi bure. Anasema kwamba anaenda kuteta nao wanaoteta nasi. Hiyo ni Zaburi 35. Anaenda kupigana nao hao wanaopigana nasi. Sasa wewe ambao unapigana nasi, ninakuachia tu Mungu apigane na wewe. Wewe ambao unainama katika milango za kanisa ukifagia, ukisema kwamba hapa kutakuwa na kanisa, unafanya kazi bure. Mwanangu, ni vyema ya kwamba uanze kutubu. Anza kutubu, mtafute Yesu Kristo. Anza kutubu, mtafute Yesu Kristo. Anza kutubu, tengeneza maisha yako. Tengeneza maisha yako. Utakapotengeneza maisha yako, safari yako itaandaliwa. Usiwe kama bibi wa Lutu. Lutu alipoambiwa kwamba ajiandae katika safari na mke wake na familia yake, asitazame nyuma wala kuangalia nyuma. Na watu wanatazama vitu vilivyopita, na watu wanaangalia vitu vilivyopita, na watu wanafuatilia vitu vilivyopita. Sasa nataka nikwambia kwamba usiwe kama mke wa Lutu. Unaweza ukayeyuka ukawa kama chumvi. Wewe ambao unafuatilia huduma kufunga, unaweza ukayeyuka ukawa kama chumvi. Wewe ambao unafuatilia kupiga watumishi wa Mungu mawe, unaweza ukayeyuka ukawa kama bibi ya Lutu. Sasa nataka nikwambia kwamba mtafute Yesu Kristo. Wacha kupoteza muda wako. Wacha kwenda Nigeria, wacha kwenda Tanzania, wacha kwenda kununua mairisi ukiweka milangoni ya kanisa. Kataana na hizo vitu, tafuta Yesu Kristo. Wewe umekuja kukomboa mioyo za watu, hujakuja kwa sababu ya umati wa watu. Mungu amekutuma ukomboe nafsi za watu, si umati wa watu. Umati wa watu hautakusaidia, umati wa watu hautakupeleka mbele za Mungu. Ni utafute njia vile ambao utaokoa mioyo za watu. Hata kama utaokoa moyo mmoja, inajipitika mbele za Bwana. Hata kama utaokoa moyo mmoja peke yake, hiyo imehesabika mbele za Mungu. Si kwamba utafutane na umati wa watu. Umati wa watu hakuna mahali utakupeleka. Umaarufu hakuna mahali utakupeleka. Ni wewe umtafute Yesu Kristo. Na baada ya kutafuta Yesu Kristo anaenda kutenda kazi yako. Unaweza ukatendea mwanadamu mambo mazuri, na kesho yake ataisahau yale umetenda mazuri kwake, atasahau. Ni wangapi nimeona wamefunguliwa milango, wameinuliwa, na baada ya kuinuliwa wamenipiga vita, wanaendelea kunipiga vita. Na sasa hiyo mimi nasema kwamba hiyo hainijalishi kile ambacho Mungu alinituma kufanya, nilikifanya. Na ndiposa unaona kwamba uko salama. Ndiposa unaona kwamba uko na furaha, uko na maisha ya furaha, uko na maisha ya upendo, uko na maisha ambao iko salama. Sasa hiyo hainijalishi hata ukinigeuka kunipiga vita. Nilifanya yale Mungu amenituma kufanya kwako, na yote yalifanyika. Na alijipitisha, ulisimama. Alijipitisha, nafsi yako ilisimama. Alijipitisha, umepokea amani. Alijipitisha, umepokea furaha. Na hivyo ndivyo nataka nikwambia kwamba wacheni tumtafute Yesu Kristo, pasipo kugeukia miungu, pasipo kugeukia wanadamu, pasipo kugeukia vitu ambao havifai. Tafuteni Yesu Kristo wapendwa. Mimi jambo ambalo naweza kuambia kwamba ni umtafute Yesu. Tafuta Yesu. Yesu ana mipango mizuri katikati ya mwanadamu. Yesu ana mipango mizuri ndani ya mwanadamu. Tumekuwa na malumbano katika mikutano, tumekuwa na malumbano katika ibada zetu. Kila wakati tuna malumbano. Mnaingia kwenye ibada ni kulumbana, kupigana vita. Ni kwa sababu ya kwamba watu waliungana, wakaenda wakafunga. Walipofunga wakasema kwamba hawa sasa hawatakaa na amani, hawa sasa hawatakaa na upendo. Iteni Mungu, sikuwa na msimamo kumwita Mungu, na utapata Mungu akiwa upande wako. Na wale ambao wanapigana nawe, anaenda kupigana
kukutana nao. Sasa nataka nikwambia kwamba mpendwa, wacha tumtafute Yesu Kristo. Ninakukaribisha katika mkutano zetu, kama siku ya leo ni siku ya ibada, na hivyo ndivyo tunaendelea na ibada zetu za weekly. So nakukaribisha Jumapili, wewe ukiwa karibu, karibia Jumapili, na Mungu amani akubariki sana. God bless you. Shalom, shalom. Tukutane Jumapili.